Kujaza tumbo si lishe, jali unachokula. Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu kwa kutujalia uzima na afya siku ya leo. Pili, napenda kushukuru kiupekee sana mkuu wa mkoa kwa juhudi za kiuongozi kuhakikisha shirika la CIT linaendelea kuwa moja ya wadau muhimu wa serikali yako ya mkoa wa Njombe na linafanikiwa katika utume wake mkuu wa kukomboa watoto walio katika umaskini katika shirika la CIT. Tunashukuru sana kwa ushirikiano wa karibu na madhubuti kutoka ngazi zote za uongozi wa ndani ya mkoa wako, yaani ofisi za wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri na wataalamu wote ndani ya mkoa wa Njombe. Kiupekee na washukuru pia baba maaskofu na wachungaji ambao ni washirika wenza katika huduma, kwani bila washirika wenza hawa CIT haiwezi kufikia jamii kiufanisi. Na washukuru waalikwa wote kwa kutenga muda ili kushiriki tukio hili la uzinduzi wa kampeni ya lishe na ulinzi wa mtoto. Asanteni sana. Mpendwa mkuu wa mkoa na ndugu waalikwa wote, shirika la CIT pamoja na makanisa wa shirika ambao tunashirikiana katika utume wa kumkomboa mtoto kutoka katika umaskini, programu zetu zinalenga kufikia matokeo katika maeneo makuu manne kama yalivyotajwa, ambayo ni kiroho, ustawi wa afya, vijana kuwa chachu ya mabadiliko na utoshelevu. Hivyo kwa umuhimu mkubwa ambao shirika limekuwa kwenye eneo la ustawi wa kiafya kwa kila mtoto pamoja na kumhakikishia usalama wake dhidi ya unyanyasaji, ripoti ya fedha ya shirika kwa mwaka wa fedha 2024 ilielekeza kwa mafanikio jumla ya fedha bilioni 5 na milioni 119 kwenye afua za afya, lishe na ulinzi wa mtoto pekee, mbali ya fedha za ufadhili wa kila mtoto mmoja mmoja. Jambo hili linaakisi kivitendo nia ya dhati ya CIT kuungana na jambo hili na serikali yako ya mkoa na wadau wote katika kupambana na changamoto ya lishe duni hapa mkoani Njombe. Mpendwa mkuu wa mkoa na ndugu waalikwa wote, CIT pamoja na washirika wenza tunatambua juhudi kubwa inayoendelea kufanywa na serikali ya mkoa kutokomeza udumavu kutoka 50.4 mwaka 2022 mpaka 40 mwaka 2024. Hivyo tunatarajia kupitia watoto walengwa 350 wenye umri wa miaka 3 mpaka 7 waliopata ufadhili, pamoja na maelfu ya watoto wengine waliopo katika shule 48 za msingi tutakazozifikia kupitia kampeni hii, ambao wapo ndani ya jamii inayozunguka vituo hivi kuelekea lishe bora kwa jamii ya watu wa Njombe ndani ya muda wa mwaka mmoja wa kampeni hii ya awali, na kampeni zitakazofuata ndani ya muda wa malengo kufikia 25% mpaka mwaka 2030. Hivyo nitumie fursa hii kuwashukuru wakuu wa idara zote husika kwa ushirikiano tuliojenga kwa pamoja utakaofanikisha kufikia malengo tarajiwa tuliokubaliana na ya kutokomeza udumavu na kuimarisha ulinzi wa mtoto kwa kipindi hiki cha mwaka mmoja wa kampeni. Mpendwa mkuu wa mkoa na ndugu waalikwa wote, shirika la CIT ni wakili wa ulinzi na usalama wa mtoto na kijana kivitendo, kulingana na rasilimali fedha, utaalamu na uwezeshaji lililoelekeza eneo hilo. Takwimu katika mkoa huu wa Njombe kipindi cha Julai 23 hadi Juni 24 zinaonyesha mtiririko wa jumla ya matukio 1121, ambayo kati ya matukio jumla 1017 yanatokana na migogoro ya ndoa, utekelezaji wa watoto, ubakaji, ulawiti na mimba za utotoni, sawa na 91% ya matukio ya unyanyasaji na ukatili kwa matukio yale tuliyoripotiwa. Takwimu hizi zinatupa uelekeo kwenye kipaumbele eneo hili la malezi na familia bora katika mkoa huu wa Njombe. Hivyo kupitia klabu za afya
za ulinzi wa mtoto mashuleni katika kata 13 na shule 48, elimu mbalimbali kupitia vyombo vya habari zilizolenga katika kampeni hii. Ni matarajio yetu kuwa ushirikiano huu utafanikisha sote kwa pamoja kupunguza mtiririko huo na kupelekea malezi bora yatakayochangia ustawi wa ujumla wa kila mtoto ndani ya kaya na jamii inayozunguka. Mpendwa Mkuu wa Mkoa na ndugu walikwa wote, ninapoelekea kuhitimisha, ninashukuru sana kiupekee kwa niaba ya uongozi wa juu wa shirika la Compassion International Tanzania kuwashukuru viongozi wote wa serikali, maaskofu na wachungaji, waalikwa wote. Asanteni sana kutufanya kuwa sehemu ya kampeni hii muhimu. Hii ni heshima kubwa na tuendelee pamoja katika kazi hii njema ya kuwakomboa watoto kutoka kwenye umaskini ndani ya mkoa wetu wa Njombe. 50.4 kulingana na utafiti wa hali ya afya, demografia na viashiria vya malaria nchini uliofanyika mwaka 2022 hadi 40.2 kwa mwaka 2024. Ingawa tumefanikiwa kupunguza kiwango cha udumavu, mkoa unaendelea na juhudi mbalimbali kuhakikisha kuwa kiwango cha udumavu kinapungua hadi kufikia 25% ifikapo mwaka 2030. Ndugu washiriki, mkoa kwa kushirikiana na wadau umeendelea kuonyesha jitihada kubwa sana katika kupambana na udumavu ambazo zimejulikana kitaifa, ambapo tarehe 3 Oktoba 2024 Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Njombe alikabidhiwa tuzo ya utekelezaji wa afua za lishe katika sekta mtambuka na Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Aidha, kama mkoa tumekuwa tukipokea wageni mbalimbali kuja kujifunza kuona ni jinsi gani kama mkoa tumejipanga na juhudi mbalimbali za kutekeleza ili kupunguza kiwango cha udumavu kwa watoto chini ya miaka 5 pamoja na masuala ya usafi wa mazingira na afua ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto katika maeneo ya masoko. Ndugu washiriki, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wadau wetu wa Compassion International Tanzania CIT kwa kushirikiana na makanisa ya CPCT na CCT kwa kuunga mkono jitihada za mkoa katika kupambana na udumavu na ukatili dhidi ya watoto kwa kuimarisha kilimo cha bustani za mboga na matunda shuleni, kuimarisha utendaji kazi wa klabu za afya za lishe shuleni na kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Kupitia vyombo vya habari, nimefarijika kuona kuwa shughuli hizi zinatekelezwa katika halmashauri zote ambazo ni halmashauri ya mji wa Njombe na Makambako, halmashauri ya wilaya ya Ludewa, Makete na Wanging'ombe. Ndugu washiriki, rai yangu kwenu wote viongozi katika jamii, wataalamu na wananchi wote kwa ujumla, tutoe ushirikiano kwa wadau wanaoshirikiana na serikali ya mkoa katika jitihada hizi za kupambana na udumavu na ukatili dhidi ya watoto na kuwezesha mkoa kufikia malengo tuliyojiwekea. Ndugu washiriki, baada ya kusema hayo, niwashukuru tena wote kwa mwitikio wenu katika mkutano huu muhimu. Aidha, ninawaalika wadau kutoka ndani na nje ya mkoa kuunga mkono juhudi za mkoa wa Njombe katika harakati za kupunguza udumavu na kuimarisha hali ya ulinzi na usalama wa mtoto ili kuboresha maisha yao na jamii ya Watanzania kwa ujumla. Kwenye ofisi, kabla tujamia kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa
ule mti mmoja tukivuna parachichi zake tunapata 500,000. Sasa una sababu ya kupanda mchongoma nyumbani kwako. Panda mparachichi, utapata tunda la kula nyumbani na unaweza ukaamua kuuza. Hawa watoto wadogo hawa, labda sijajua saizi mmewaleaje. Sisi wengine wa vijijini, wakati wa msimu wa viazi, mnavuna viazi nyumbani mnakula, na baada hapo watoto mnapeleka sokoni kuviuza, mnapata hela madaftari, hela ya account book, hela ya compass, hela ya mathematical set, hela ya biki, hela ya ufuto, hela ya kichongeo. Ni vitu ambavyo sio kwamba mzazi hana uwezo, unamfanya mtoto kwa yuzi kupata zile skill. Hii mifano tunayotoa kwamba Wahindi wanajua kulea vizuri watoto wao. Muhindi atamchukua mtoto wake atamweka dukani. Wewe huna duka. Duka lako ni shamba la nyumbani. Sio, mnanielewa? Atamchukua mtoto, atampeleka kwenye ATM, atamfundisha kuingiza kadi kwenye ATM na kutoa pesa. Mfundishe mtoto ATM ya nyumbani kwako. Weka kuku wawili pale, jogoo mmoja, atakusanya mayai, atatengeneza kiota, kuku atatamia, vitakupatikana vifaranga, atajifunza kuwapa nafaka, atajifunza kuwapa maji, atajua kuku anaumwa. Atakuja atakwambia baba kuku anaumwa, atamwambia mpe maji yaliyochanganywa na pilipili, weka majivu. Hii ni tiba asili ya kuku kabla hujaenda dukani. Atajua. Ni vitu vya kawaida. Sasa sisi tunataka tulee watoto kama broiler. Toto unakutana nalo halijijui hata lenyewe. Yeye mwenyewe hajijui. Kwa sababu gani? Tumekuwa oversensitive. Sasa madhara yake ndio naoambia kwamba udumavu pale yule mzee kwa sema upo aina nyingi. Upo udumavu mwingi sana viongozi. Ndio maana nawaambia tunataka tuongeze thamani ya maparachichi yaende kwenye mafuta. Ukiongeza thamani ya mahindi unapata unga. Unatoka mahindi yanakuwa gafi, ukiongezea yanakuwa unga. Ukiongezea thamani pale katikati unapata makande. Ukiongeza thamani ya mpunga unapata nini? Mchele. Sasa kuna watu akili zao pia bado ni gafi. Kwa hiyo unakutana na mtu akili yake ni mahindi, hajawa bado hajawa unga. Kwa hiyo unakutana na mtu sasa una parachichi gafi na una mtu gafi. Yaani unahangaika mambo yote, kumbe mwenzako akili haijajiongezea thamani. Tukiongeza thamani, tutaanza kujiuliza, hivi kweli sisi watu wa Njombe tunahitaji mtu atuletee msaada wa kulima mboga mboga kwenye shule? Tunasema hapana. Tunahitaji kweli mtu si atufundishe namna ya kula vizuri? Hapana, kwa sababu hapa Njombe sisi tunazalisha kila kitu. Kwa nini watu wale makande peke yake? Makande ni chakula kizuri. Mimi ni mojawapo ya chakula. Mimi nimesoma Suji Kilimanjaro. Tulikuwa tunakula makande shule. Lakini